Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya watumishi wote, watumishi wenzangu, napenda kuchukua nafasi hii muhimu kukushukuru kwa kutenga muda wako na kujumuika nasi katika tukio hili na uzinduzi wa mabasi kwa ajili ya watumishi wa wizara yetu. Ungeweza kufungua mioyo yetu, ungeona kwa namna gani watumishi wa wizara tulivyo na furaha sana kwa taarifa hii ya kununuliwa kwa magari, lakini si kununua tu, hata kuwa na siku ya leo kuweza kuyazindua. Tumefurahi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ununuzi wa mabasi haya ni sehemu ya utekelezaji wa shughuli za wizara za kuboresha utendaji kazi wa watumishi wa wizara yetu katika kuboresha mazingira ya kazi, ikiwemo usafiri kwa watumishi wa kuja kazini pamoja na kurudi nyumbani kwetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu tulipohamia Mtumba katika hii jengo jipya, watumishi wamekabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri wa kuja kazini na kurudi nyumbani kutokana na kutokuwepo kwa huduma ya usafiri. Lakini pia katika uchunguzi mdogo ambao tumeufanya, tulibaini kuwa watumishi wanalazimika kutumia kiasi cha shilingi 10,000 hadi 15,000 kwa siku kwa ajili ya usafiri, na hali hii inamuongezea mtumishi ugumu wa maisha na kushusha morali katika kazi. Na kwa sana hiyo inaonyesha kwa namna gani hali ambayo ilikuwa si nzuri kwa watumishi wako, hasa katika eneo la usafiri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na changamoto hiyo, idara iliweka bajeti au ilitenga bajeti ya wizara kwa mwaka 2025-26 ya ununuzi wa mabasi matatu kupitia programu ya Boost ili kupunguza changamoto ambayo nimeibainisha. Leo hii tunayo furaha kujulisha kuwa mchakato wa ununuzi wa mabasi ambao ulianza mwezi Julai 2025 ulikamilika mwezi Machi 2026. Kwa niaba ya watumishi wote, watumishi wenzangu walioko mbele yako, nachukua fursa hii kuishukuru ofisi kwa kuridhia kutenga bajeti ambayo nimetajwa na kuridhia kununua mabasi hayo. Tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabasi hayo yamenunuliwa kupitia shirika la kimataifa la UNOPS kwa gharama ya shilingi milioni 550.8. Tupige makofi jamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabasi haya utakayozindua leo yatasaidia sana kuongeza utendaji wa kazi kwa watumishi, lakini pia niahidi kwamba kwa niaba ya watumishi wenzangu kuwa tutaendelea kuchapa kazi kwa maarifa na bidii kubwa ili kuhakikisha kuwa tunatekeleza maono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuboresha elimu yetu nchini.